Mwanasha ameyaeleza hayo wakati akikabidhi misaada mbalimbali iliyotolewa na TRA Zanzibar, ikiwemo vyakula na vifaa vya huduma za wanawake katika hospitali ya wagonjwa wa akili Kidongo Chekundu, pamoja na wafungwa wanawake waliopo gerezani, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Amesema katika maisha ya kila siku mwanamke ana nafasi kubwa katika ustawi wa jamii na taifa kutokana na uimara wao wa kutumia hekima na uvumilivu wanapokumbana na changamoto mbalimbali kwa manufaa ya jamii. Tunasherehekea siku hii kwa kujiamini na kwa kuona kwamba wanawake wanaweza na wanaweza kufanya jambo lolote katika kuongoza. Wakipewa fursa wanazitumia, na sasa hivi hakuna kupewa, nadhani pia tunazitafuta tukiwa wanawake tuweze kupambana ili tuweze kufanya kazi vizuri. Viongozi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA wamesema utekelezaji wa misaada hiyo kwa makundi hayo ni kuonesha upendo na mshikamano kwao kama ni sehemu ya jamii. Haya ni makundi maalum. Kwa hiyo ndio maana sisi tumeona tuwaone wanawake kwa sababu tuna mahitaji ya ziada kuliko wanaume. Wakipokea misaada hiyo, Kaimu Mkurugenzi Rasilimali na Utawala Saidi Salum pamoja na mkuu wa gereza sehemu ya wanawake Kiinua Miguu CP Tunda Omar wameshukuru kwa kupatiwa misaada hiyo ambayo itawasaidia wagonjwa na wafungwa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku akisisitiza wanawake kuwa na mioyo ya kusamehe ili kuepuka migogoro inayoweza kuishia katika vyombo vya sheria. Sisi kama uongozi wa hospitali tumefarijika sana na tunawapongeza sana kwa ujio wao na kwa nia yao thabiti ambao wamekuja kwa ajili ya kuwatembelea wagonjwa hawa na kuweza kuwafariji. Tuwe makini, tuondoe vishawishi vingi ndio vinasababisha sana wanawake kuingia magerezani. Ni vishawishi, tuondoe. Wanaume sisi wanatushawishi sana, na ndio maana wanawake wengi sasa hivi wamejaa magerezani kwa vishawishi. Msitudharau wagonjwa wa akili. Wagonjwa wa akili sasa wana ugonjwa wa homa. Mungu katuandikia maradhi haya kama ya homa, tunakwenda tunarudi kila siku tunakaa hapa. Takriban milioni 10 imetumika katika msaada huo uliojumuisha vyakula, vinywaji, taulo za kike, sabuni, dawa za meno na mafuta ya kupaka.